Karibu sana wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha na niwapakulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Oburu Odinga hakufanya uchunguzi kwanza kabla ya kumuondoa Edwin Sifuna madarakani kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Hakujua kwamba Edwin Sifuna anabeba uzito kiasi kipi ndani ya chama cha ODM. Oburu Odinga mahala ambapo ameweza kuonekana kama ni mtu ambaye anataka kuua legacy ya kiongozi wa chama ama aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM, Raila Odinga. Raila ni mtu ambaye alikuwa na accommodate, alikuwa na ruhusu maoni tofauti ndani ya chama cha ODM. Lakini Oburu ameweza kuonekana tayari kwamba ameweza kumpea William Ruto nafasi kukinunua chama, na Bwana Ruto hataweza kuruhusu mtu yeyote mwenye yuko na msimamo kinzani aswa wa kumunga mkono yeye aweze kuchaguliwa kwa duru ya pili. Nimeona gazeti la The Standard limeandika kwamba Sifuna aliweza kuondolewa madarakani kwa sababu anazungumza ukweli. Ndio, niambie ni nani ambaye ndani ya chama cha ODM anaweza kazungumza ukweli isipokuwa Sifuna? Niambie ni nani? Hatua ya Oburu Odinga kumuondoa Sifuna madarakani imeweza kuleta mgawanyiko ndani ya familia ya Jaramogi Oginga Odinga. Familia ya Raila Odinga imejiondoa kabisa kutoka kwa uamuzi ambao Oburu Odinga aliweza kufanya. Inaonekana kwamba Oburu aliweza kufanya uamuzi bila kuhusisha familia ya Raila Odinga kwenye mazungumzo. Yaani alikurupuka, maybe alipigiwa simu na Bwana Zakaya akaambiwa, "Hoya, mzee, ondoa Sifuna," akamuondoa bila ya kuconsult familia ya Raila Odinga. Ninataka niweza kukuelezea yale ambayo yameweza kutoka kwa familia ya Raila Odinga hii leo, siku ya Alhamisi tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2026, tukiwa tunapasha misuli kuelekea Kajiado. Siku ya Jumapili tunaambia Bwana Kasongo alete tear gas nyingi sana. Tumeanza sasa. This is the group that is going to salvage Kenya. Sifuna na grupu yake hii ndio itaenda kuokoa Kenya. Kwa hivyo kama wamepanga kutumwagia tear gas, wa restock tear gas. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba uweze kuchukua wakati wako moja ukapiga subscription. Tafadhali, kama haujaweza kujiunga na ukumbi huu, chukua sekunde moja kajiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Bonyeza kengele, like video, sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kukuza hichi kituo. Vile mpenzi mtazamaji, tunataka kuendelea na kampeni. Kuna kampeni ambayo tunaendelea nayo. Kampeni ni hii. Tunataka kufikisha Edwin Sifuna 1 million followers on his Facebook page. Walimuondoa wakafikiri kwamba watamumaliza kisiasa. Jana kipindi ambapo walikuwa wanamuondoa Edwin Sifuna alikuwa 624,000 followers. As we speak right now ako 673,000 followers. Tunataka kuweza kukimbiza Edwin Sifuna afike 1 million followers. Kwa hivyo kama wewe ni shabiki wa Bwana Ezra katika hichi kituo cha Kenyan Media, ninakuomba ukimaliza kutazama hii kanda, kimbia mpaka Facebook, search Edwin Sifuna page yenye iko verified, follow pale. Na mimi ukinipata Eagle Ezra page ambayo iko verified, follow mimi. Tusonge mbele.
Siku ya Alhamisi mwezi wa pili tarehe 12 mwaka 2026, Edwin Sifuna aliweza kutoa hotuba akikemea kuondolewa madarakani kama Secretary General, mahala ambapo alieleza kwamba katiba haikufuatwa, bado anasalia kuwa Secretary General. Nina imani kwamba kuna kitu ambacho nyinyi hamukuona. Sasa nataka niweza kuwaelezea. Nataka uangalie kwenye hiyo video, japo nimeweza kuimute. Uone viongozi ambao wako hapo mbele na utaniambia. Utaona Edwin Sifuna, James Orengo, Babu Owino, Caleb Hamisi, Godfrey Osotsi. Tuko na Winnie Odinga. Winnie Odinga ni mtoto wa nani? Winnie Odinga ni mtoto wa Raila Odinga. Tuko na Winnie Odinga na viongozi wengine. Ishara nini, mpenzi mtazamaji? Ishara Winnie Odinga ameweza kukataa katakata kunyofolewa na kuondolewa madarakani kwake Edwin Sifuna. Sifuna ndiye heartbeat ya familia ya Raila Odinga. Familia ya Raila Odinga imeweza kumkubali Sifuna kama Secretary General mwenye anashikilia chama cha ODM. Na kwa hivyo kuondolewa kwa Sifuna madarakani ni ishara kwamba chama cha ODM kinataka kuvunjwa. Kinataka kuvunjwa ama wanataka kuvunja chama cha ODM. Huyu binti ya Raila Odinga ameweza kujitokeza na kusema liwe liwalo, wakati umefika wa kusimama na ukweli wa baba yangu mzazi. Ishara kwamba Winnie Odinga amepingana na uamuzi ambao mjomba wake Oburu Odinga aliweza kufanya. Kuna wale ambao wataniuliza mjomba ni nini, bwana Ezra? Kwa lugha ya Kimombo uncle, kwa lugha ya Kiswahili mjomba, au unaweza ukasema baba mkubwa au baba mdogo. Sasa katika hichi kisa cha Winnie Odinga, Oburu Odinga ni baba yake mkubwa, lakini unaweza ukamuita mjomba. Oburu Odinga tunaweza tukamsoma kutoka kwa yale mambo ambayo tunaona kwenye jamii ambayo tupo. Oburu Odinga ni kama yule mjomba ambaye ndugu yake akifariki anatesa watoto wa ndugu yake mwenye alifariki. Si hayo mambo huwa tunayaona hapa kwa jamii? Wale wajomba ambao wanakimbilia kuchukua mali. Inaonekana kwamba sasa Oburu Odinga amekuwa kama hawa wajomba ambao ndugu yao akifariki kama alikuwa na mali wanakimbilia kuchukua mali. Hata Oburu Odinga kuwekwa madarakani kama party leader wa chama cha ODM, Winnie Odinga anaonekana kwamba hajapenda. Walikuwa wanategea NDC ya chama cha ODM angalau tuweze kuchagua party leader wapya. Sasa pameweza kuzuka kambi mbili ndani ya chama cha ODM. Kambi ya kwanza inaongozwa na Oburu Odinga, Jaoko Odinga mtoto wake, kina Gladys Wanga, Abdul Swamad Sherif, Simba Arati na wengine. Kikundi cha pili ambacho sasa kiko na wafuasi, ambacho sasa ni roho ya Raila Odinga, kinaongozwa na Winnie, kikiongozwa naye Edwin Sifuna, Babu Owino, Godfrey Osotsi, Caleb Hamisi, akina Richard Onyonka, akina Raila Odinga Junior. Kwa mfano tena nimeona mtoto wa Raila Odinga mwenye anaitwa Raila Odinga Junior amekuja kwenye mtandao wa kijamii na akaandika kwamba the finest steel must go through the hottest fire. Yaani chombo kizuri lazima kipitishiwe ndani ya moto mkali. Anamaanisha nani? Chombo kizuri ni nani? Chombo kizuri ni Edwin Sifuna. Ninafurahia hata huyu kijana mwenye alikuwa anaitwa Gaucho. Gaucho unajua alikuwa amepotoka akili, lakini naona ameanza kurudisha akili zake vizuri. Gaucho baada ya Edwin Sifuna kuondolewa madarakani, nimeona ameanza kulia mitandaoni akiambia Winnie Odinga kwamba jitokeze, tetea chama cha baba yako mzazi. Tetea chama cha baba yako mzazi. Ishara kwamba Gaucho akili zake zimeanza kurudi
Ni kama amegundua kwamba hawa viongozi ambao wako pale mbele si wazuri, wanataka kuuza chama. Kwa hivyo Winnie lazima ajitokeze aweze kutanua makucha yake, akatae kuuzwa kwa chama cha ODM. Na mimi nataka kuambia dada yangu Winnie Odinga, Winnie, usikae kwa nyumba. Baba yako alitoka na katafuta kiti ya Lang'ata kama MP, then baadaye akakuja hapo ndio Wajaluo kamunini na akakuja kumfuata. Usilale na usikae kwa nyumba. Dada yangu, toka nje, mambo inaenda kuharibika zaidi. Kiongozi wetu, party leader yetu alisema tangaza ya kwamba sisi tupewe tu kitu yoyote. Inamaanisha mpaka hizi maviti zetu za hapa chini zitaenda. Hata MCS msipochunga muta lose. Kama mutajipanga, ujue Luoch kama itachukuliwa na Odalo, itaenda na mtu mwingine. Mtaweko mpigane mchukiane, then iende. TJ Kajwang pia ndawekewa mtu wapigane iende. Mimi ni memba wa chama cha ODM. Mimi ni memba na nilianza kukuwa memba since 2018. Life member wa chama cha ODM. Na hatutoki ODM. Lakini kitu ambacho tunafanya, tunaingia kwenye wing ya Edwin Sifuna. Sifuna akiandaa chama, akiunda chama, tutatoka ODM. Sifuna akisalia ODM, tutabaki ODM. Lakini tutakuwa ndani ya mrengo wa Sifuna. Na ndio maana nimesema kwamba Ijumapili Kitengela. Ijumapili Kitengela. Ambia serikali ilete tear gas kama wanataka. Ndio, hatuwezi kukubali chama cha Raila ambacho Raila aliweza kupigania zaidi ya miaka 20 kinauzwa hivi hivi tukiona. Raila alikuwa ni mtu wa demokrasia. Raila alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kitu ambacho kinaitwa public participation. Alikuwa ni mtu ambaye anafuata katiba. Hebu niambie ni wapi maoni yaliweza kukusanywa Edwin Sifuna kuondolewa madarakani? Hebu niambie ni wapi maoni yaliweza kukusanywa ili Oburu Odinga kuweza kukua party leader? Hakuna. Na ndio maana tunasema kwamba tunatambua Edwin Sifuna kama Secretary General. See you in the next video. My followers, ninawaomba tukimbie mbio. Kama haujaweza kufollow Edwin Sifuna, unafanya makosa.